Karibu mpenzi mfuatiliaji wa Azimio TV. Kama ni kwa mara yako ya kwanza, na kuomba usikose kusubscribe, kushare na kucomment. Channel hii inakuletea taarifa kila wakati. Fatuma Nasoro Abdalla, nakaa Kaliua, mfanya biashara, nauza vitambaa. Walikuja hao vijana wawili kwenye ofisi yangu, wakasema wanasajili namba ya lipa namba, wanatoka kampuni ya Yas. Basi mimi nikakubali, wakaanza kunisajilia. Walivyoingia katika process za benki, wakasema hii simu yako umeunganisha na simu benki? Nikamwambia ndio. Akasema sasa ili benki ikubali kupata wewe lipa namba, unatakiwa iruhusu benki. Basi mimi nikawa nimebonyeza namba zangu za siri bila wao wenyewe kujua. Lakini baadaye wakaja wakaondoka na line yangu ya simu ambayo ndio ilikuwa imeunganishwa na simu benki. Wakaniambia sasa dada, sisi tunatoka baada ya dakika 20 tunarudi, tutakuletea hiyo karatasi yako ya lipa namba, utaanza rasmi matumizi. Basi nimekaa mpaka dakika 20, nikasema mbona hawa kaka mbona hawarudi? Baadaye ndo akaja dada mmoja hivi, waga ni mteja wangu, akaniambia dada, nimekupigia simu yako yani upatikani. Nikamwambia mbona simu ninayo hii hapa. Ndo baadaye kushtuka sasa mimi ndo kumpigia yeye ili nijue kwa nini sipatikani. Ndo kuangalia namba nyingine wameniwekea, wakaondoka na laini yangu. Ndo nikakimbia moja kwa moja kwa wakala. Nikafika nikamuelezea wakala, nikamwambia wakala ifunge kwa sababu laini yangu nimeunganisha na simu benki. Basi wakala akawa amesema ameshaifunga. Baadaye akaniswapia namba hiyo hiyo ya Voda. Basi nikaenda zangu nyumbani. Kesho yake saa 11:45 message ikaingia kwenye simu yangu kuwa salio lililokuwemo kwenye simu imehamishwa kwenda lipa namba ya Yas. Ndio hapo niliposhtuka, nikawapigia wale huduma Vodacom, nikaongea nao, nikawaelezea ilivyokuwa. Ndio wakasema hii hela imetoka, haijachukua muda mwingi. Kwa kweli polisi wamenishughulikia, polisi wamenisaidia, na pia mkuu wa wilaya kanisaidia, mkuu wa mkoa, wote wamenisaidia kwa kweli, nashukuru sana. Mpaka hawa wamekamatwa, hawa ndio waliosababisha mimi maisha yangu kuwa magumu. Mimi sina mume, nina watoto wadogo, wote wananitegemea kusoma. Kwa nini mnachonifanyia hivi? Wewe hauna huruma? Kwa mfano wewe uwe na dada yako kafiwa na mume, alafu aje afanyiwe kitendo kama hiki, utajisikiaje? Wewe nakuuliza, wewe uliosema wewe sio tapeli, nakuuliza. Nina huruma. Nina watoto wadogo wananitegemea, mwingine ni mdogo kabisa. Kila kitu kinaniangalia mimi, unaenda kunifanyia hiki. Bado nilikuambia we kaka usije kuwa nitapeli, ukasema hapana. Shika na kitambulisho changu hichi hapa, mimi natoka Yas. Kumbe wewe ni tapeli, umeniibia, umenirudisha kila kitu nyuma. Mimi sasa hivi nahangaika, sina kitu, vitu vyote umeshabeba, mali yote nilioachiwa umechukua. Washikilia watuhumiwa 5 ambao kama mlivyoelezwa hapo awali walimtapeli mama mmoja katika wilaya ya Kaliua shilingi milioni 40,900,000. Watuhumiwa hao wamekamatwa huko Babati na tunaendelea na uchunguzi katika kituo chetu cha polisi kikuu. Na pengine nitumie nafasi hii kutoa wito kwa wananchi wa mkoa wa Tabora waendelee kuchukua tahadhari. Kwa mtu ambaye hawamfahamu kabisa, basi ni vyema kuepuka kwa kutoa taarifa zako za kibenki, taarifa zako za simu kwa mtu ambaye umfahamu. Ni vyema ukapata huduma za kibenki, huduma za makampuni ya simu kutoka katika ofisi rasmi za makampuni ya simu ambazo ziko katika ngazi ya mkoa pamoja na wilaya. Pale ambapo unakuwa na mawasiliano na ukatoa taarifa zako za siri zinazohusu fedha kwa mtu ambaye umfahamu, unahatarisha usalama wa fedha katika akaunti zako. Kwa hiyo tuchukue tahadhari, lakini jeshi la polisi litaendelea kupambana kuhakikisha kwamba wahalifu wa namna hii wanakamatwa na kuchukuliwa hatua za kisheria.